إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد راعى الإسلام رعاية فائقة واهتم اهتماما جاما برعاية المسؤولية. Umedhibiti Uislamu udhibiti mkubwa sana, na ukakokoteza Uislamu mkokotezo mzito, mtazamo wa kumfanya Muislamu awe anajihisi kuwa ni masulia katika kila lahdha ya maisha yake. Mtoto huwa anafanya jitihada za mwisho katika kufanya birrul walidaini, wema kwa wazazi wawili. Hakuna mamlaka yoyote ambayo inamsukuma katika kuchunga haki za wazazi wake wawili ila kwa kujua kwamba haya ni masulia ambayo atakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kuna watu walikuwa faragha baina ar-rajuli wal mar'a, katika eneo la faragha la kificho, hakuna kamera, hakuna chochote, na ilibaki bainahu wa bainaha kitambo kile ambacho mtu anaweza akachukua peke akaweka kwenye kidole, lakini alipoambiwa ittaqillaha, muogope Allah, insaraf anha khawfan min almas'uliyya amama Allah yawm al-qiyamah. Aliweza mtu kujitoa eneo la 12, eneo la 6 baina yake na mwanamke, kila kitu kiko sawa. Alipoambiwa tumuogope Allah, wala tafudha al-khatama illa bihaqqi, usivunje pete hii bila haki, hujaozeshwa, wewe sio mume wa halali. Alipotajwa maneno yale tu akaondoka, akamwacha yule mwanamke kwa sababu ya kuogopa masulia siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka. Kuna baadhi ya watu wanaona fungu la pesa hili hapa
na dawai, vivutio vyote vipo, lakini anaogopa kila shilingi moja atakayotumia pale hatakuwa na raha kwenye maisha yake, kwa kujua kwamba kama amenunua usafiri anatumia usafiri wa haramu. Kama atajenga nyumba atakuwa anaishi kwenye nyumba ya haramu. Kama ataoa kwa pesa zile anajua kwamba kaoa kwa pesa ya haramu. Muumini huwa anajiuliza maswali haya yote na huwa anaacha haramu kwa sababu ya kuogopea masulia amama Allah tabaraka wa taala wa amama an-nas, kuogopa masulia mbele ya Allah siku ya kiyama na kuogopa masulia mbele ya watu. Idha hammatka nafsuka bil maasi fadhakkirha billah, nafsi yako inapokusukuma fanya maasi, ikumbushe kwamba kuna Allah anakuhesabu. Fa in lam tar'awi fadhakkirha bin nas, ikiwa kama nafsi yako haikuogopa hesabu ya Allah siku ya kiyama, ikumbushe aibu kwa watu. Watu unajulikana mtu mwema, unajulikana mtu wa salah, unajulikana shekhe, unajulikana kadha, kiongozi. Ikumbushe watu watajua wewe kiongozi wa ovyo. Ikumbushe nafsi yako watu watakujua shekhe wa mchongo. Fa in lam tar'awi, ikiwa nafsi yako hiyo pia haijaliogopa, fa'lam annaka qalabta imara, tambua wewe sasa umebadilika, umekuwa nani? Punda. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ninaapa kwa jina la Mola wako nitawauliza wote kwa kila kile ambacho walikuwa wanakitenda. Tutauliza hatua kwa hatua, tendo kwa tendo, dakika kwa dakika. Hakuna muda ambao unapita ila ndani yake utakwenda kuulizwa mbele ya Allah kwa kile ulichokifanya. Wakifuhum, Allah anasema enyi malaika wasimamisheni waja siku hiyo ya kiyama. Wakifuhum, wasimamisheni mawqifa al-mas'ala au waqtu al-mas'ala, wasimamisheni kisimamo cha kuulizwa. Innahum mas'ulun, kwa sababu wao sasa hivi ni muda wa kuulizwa kwa yale walioyatenda. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika inda Allahi mas'ula. Allah anasema kwamba hakika usikivu na uoni, hata yale yanayohifadhiwa na nyoyo kisha yakatengwa, kullu ulaika anhu mas'ula, hivi vyote vitakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tutafunga vinywa vyao. Watukallimuna aydihim, na tutasemezana na mikono yao. Watashhadu arjuluhum, na itashuhudia miguu yao bima kanu yaksibun, kwa yale yote waliokuwa wakiyatenda. Ayuha almu'minun, rawi al-imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima, amepokea al-imam al-Bukhari na al-imam Muslim, rahma za Allah ziwe juu yao, na hii lafzi ipo ndani ya sahihu al-Bukhari, kwa masimulizi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul. Abdullah ibn Umar anasema kwamba nilimsikia mtume wa Allah, rahma na amani sallallahu alayhi wa sallam, akisema kullukum ra'i, nyinyi nyote mmepewa usimamizi. Mume ni msimamizi kwa mke wake na ni msimamizi kwa watoto wake. Watoto ni wasimamizi wa haki za baba zao na mama zao. Kiongozi ni msimamizi wa eneo anaoongoza, lakini watawaliwa wale wanaoongozwa ni wasimamizi wa majukumu waliokabidhiwa na viongozi wao. Kullukum, nyinyi nyote ra'i, kila mmoja kwa nafasi yake amepewa nafasi ya usimamizi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati,
na kila mmoja miongoni mwenu atakwenda kuulizwa amekiendesha vipi kile ambacho kapewa dhima ya kukisimamia. Qala sallallahu alayhi wa sallam, anasema alayhi salatu wassalam, warajulu walimamu ra'i, kiongozi, mtawala, imamu, yeye ni msimamizi wa majukumu yake, wa mas'ulun an ra'iyatihi, atakwenda kuulizwa kwa nafasi yake ya uongozi juu ya masulia yale aliyokabidhiwa. Warajulu, pia mtu, ra'i fi ahlihi, yeye ni msimamizi kwa wale wote walioko chini yake, familia yake, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye atakwenda kuulizwa mbele ya Allah ameendesha vipi kile ambacho alikabidhiwa kukichunga. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchungaji wa nyumba ya mume wake. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, huyu mwanamke ataenda kuulizwa hata kama kikombe kimekaa vibaya kwenye nyumba, atakwenda kuulizwa siku ya kiyama mbele ya Allah. Sababu hii ni riasa yake, mamlaka yake, na yeye kapewa uraisi wa kusimamia shughuli albayt, majukumu yote ya nyumbani. Sasa yale malalamiko kwamba mwanamke katia chumvi nyingi kwenye chakula, mwanamke msafu na nini, huyu hachungi masuala yake, ndio maana kwa hiyo atakwenda kuulizwa namna gani ameichunga nyumba ya mume wake. Walqazi, mfanyakazi, kama ni ofisi ya kiserikali, ofisi za binafsi, hata katika makampuni, mfanyakazi ambaye kapewa dhima ya kusimamia majukumu, ra'i fi mali sayyidi, yeye ndiyo msimamizi katika mali za bwana, yule mtawala wake, bosi wake, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na yatakwenda kuulizwa mbele ya Allah kutokana na kile ambacho amekichunga. Fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, basi mwisho wake Mtume anasema nyinyi nyote wasimamizi na nyinyi nyote mtakwenda kuulizwa kutokana na kile mnavyosimamia. Ayuha almu'minun, laqad fahima salafuna salih hadhihi almas'uliyya fahman daqiqan. Wema wetu waliotangulia walifahamu maana ya masulia haya kwa hizi nafsi za Qur'ani na hadithi ambazo nimezihudhurisha kwenu, walifahamu katika ukweli wa kufahamu. Nimekusanya adila nyingi za matendo ya Mtume na masahaba wake. Muda si rafiki sana, nitafupisha kwa ishara tu. Miongoni mwa adila hizo ni hadithi ambayo anasimulia Abu Huraira radhi za Allah mtukufu juu yake, ambayo ametaja al-Imam Muslim. Taitaja kwa ufupi, ukitaka kurejea utarejea katika asili yake. Ametaja al-Imam Muslim rahimahullah, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoka nyumbani kwake kwa sababu kapatwa na njaa, na yeye ni raisi wa daula Islamia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana njaa, sio kwa sababu ya kwa kwake rais basi ana mamlaka kutumia anachotaka kwenye mamlaka yake. Anajua masulia mbele ya Allah tabaraka wa taala, hana chakula nyumbani, katoka anakwenda nje katika wakati si wakati wa kukutana na masahaba wake watukufu Abu Bakar na Umar. Anakwenda nje anakutana nao. Riwaya imetaja ile ilikuwa usiku au mchana. Anawauliza, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi saa, muda huu nini kimekutoeni majumbani kwenu? Qala al-juu' ya Rasulullah. Wote wawili wakasema tumetolewa na njaa, ewe mjumbe wa Allah. Akasema wallahi akhrajani ma akhrajakuma, mimi na hapa kwa jina la Allah, hata mimi ndani kwangu kilichonitoa hicho kilichowatoeni nyinyi. Nimetoka kwa ajili ya njaa kwenda kutafuta riziki, na mimi mtume wangu pia nimetoka kwa ajili ya njaa naenda kutafuta riziki. Kwendeni. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajua wadhu wa masahaba wake, akawashika wale mabwana wawili moja kwa moja mpaka nyumba ya mmoja masahaba wake. Wamefika pale wakakuta mwenye nyumba yupo, taenda kuchukua maji, taenda kuteka maji. Wakamuuliza, mama mwenye nyumba yuko wapi baba? Akasema yule mama ametoka yasta'dhilu lana alma, kaenda kutuchukulia maji ya kunywa matamu. Muda sio mrefu yule bwana akarudi, alipoona wale watu
watukufu watatu akasema hakuna mtu yeyote ambaye amepata ugeni mtukufu kama ugeni wangu mimi. Akaenda haraka akachukua tende, akawakaribisha, akamwambia fungueni. Mara akachukua kisu. Yule bwana alikuwa ni mfugaji. Mtume akamwambia, sikiliza, usiende kuchinja mnyama ambaye ananyonyesha kwa sababu ya hofu yako kwetu, heshima yako kwetu. Usiende kuchinja mnyama ambaye ndio mnyama analea zizi lako. Yule bwana akaenda kamata mnyama, kachinja haraka, kaenda kachoma, kaleta ile nyama. Alipofika akawakabidhi, wanakula. Wamemaliza kula, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama kutokana na hiki chakula mlichokula. Mmetoka majumbani kwenu mkiwa na njaa, hivi sasa mnarudi hali ya kuwa mmeshiba. Hii neema ya Allah, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Ingekuwa ni haramu, majibu yao ingekuwa nini? Eti kwa sababu tu yeye ni mtume, rais wa nchi? Eti kwa sababu tu yeye ni Abubakari au yeye ni Umar, mawaziri wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa na mamlaka ya kwenda kula kisichokuwa halali kwa sababu ya kuogopa wataulizwa siku ya kiyama mbele ya Allah. Lau anna baghlatan fil Iraqi afarat. Haya maneno ameyataja Imam Abdurrazzaq katika musannaf wake, masimulizi ya Umar ibn al-Khattab, pamoja na kwamba ataji na illa, lakini sana sulihi. Anasema Umar ibn al-Khattab radhi za Allah zidi yake, lau anna baghlatan fil Iraqi, mimi ndio mtawala wa daula Islamia katika mji wa Madina, lau kama ingekuwa nyungu amesebuka mguu katika miji ya Iraqi, la khashitu an yas'alani Allah yawm al-qiyamah yaqulu ya Umar lima lam tuslih laha tariqa. Na baba siku ya kiyama Allah ataniuliza, ataniambia, ewe Umar, kwa nini hukumtengenezea njia mnyama huyu apite kwa amani? Anaogopa rais wa nchi akiwa katika mji wa Madina kuteguka mnyama, sio binadamu, kumteguka mnyama mguu akiwa Iraki. Anajua haya ni masuhulia yangu siku ya kiyama. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alimtuma Ibn Munabbah kuwa ni gavana wake katika miji ya Yemen. Akaleta ujumbe Ibn Munabbah katika mji wa Madina kwa kiongozi rais wa daula Islamia Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu, kwamba kiongozi, nimefanya ukaguzi kwenye hesabu zangu, nimekuta dinari moja haipo. Sasa naomba kwako kama kiongozi nibebe katika dhima hii kwa watu na mbele ya Allah siku ya kiyama. Akamwambia, amma ana la atahimuka fi dinika wala fi amanatika. Ama mimi rais wako sina tuhuma na wewe kwenye dini yako wala uaminifu wako, walakin halif, ninachoweza kukusaidia hapa kwa jina la Allah, kweli hiyo dinari wewe usiki nayo kupotea kwake. Siwezi nikawa mdhamini kwako kwa sababu hiyo mali hata mimi kiongozi sio ya kwangu. Kama mimi nitakufanya shafaa mbele ya waumini, mbele ya Allah, nitakuwa na masuhulia. Dhamana yangu na ya kwako ni kiapo. Apia wallahi wa billahi wa ta'ala, wewe usiki nayo dinari moja kupotea. Ukiapa sawa, mimi nitakusaidia. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, روى الإمام الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي، صحح هذه الرواية الإمام الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وهذه مسؤولية العظمى ليوم القيامة. Haya ni masuhulia makubwa ambayo ni mazito sana siku ya kiyama.
la tazal qadama abdi yawm al-qiyamah, litakapopulizwa baragumu na watu wote kutoka katika makaburi yao wakawa katika hadhara ya kiyama, hatapiga hatua hata moja yoyote miongoni mwetu, mimi na nyinyi pia na wale, hata yusala an arba'i. Ukitoka kaburini tu, kabla kwenda kwenye viunga vya kiyama, unatakiwa upigwe maswali 4 ya haraka, na ndivyo itakavyokuwa. An umrihi fima aflah, swali la kwanza, umri wake umeumaliza katika jambo gani? Wa an shababihi fima ablah, na kuhusiana na ujana wake kautumia vipi? Naam, ujana ni sehemu ya umri. Kwa nini umri umeulizwa na ukaulizwa ujana ndani ya umri, wakati swali la umri lilikuwa linatosha? Naam, balaa jingi mnalifanya ni katika ujana, kutekeleza matakwa yenu ya ujana. Ndio maana umeulizwa umri na utaulizwa ujana. Umeumaliza vipi ujana wako? Wa amalihi min aina kasabahu wa fima anfa'ahu, mali yako umeichuma vipi na umeitumia vipi. Hautaulizwa tu kwamba ulichuma vipi ikawa matumizi yamesamehewa, bali utaulizwa umetumia vizuri, lakini utaulizwa na chuma pia. Kuna baadhi ya vijana hadahumullah wa iyana, wana hamu ya kuwa wao eti nao wanasapoti dini, lakini maal asaf biashara zao wanauza madawa ya kulevya. Ukitaja habari yoyote ya kusapoti dini, msanga msikiti, ujenzi wa msikiti, tosha ya elimu, wapo mstari wa mbele na watatoa zaidi kutoka mtu mwingine yote, lakini pesa zako chafu. Hautaulizwa tu haya matumizi unayotumia mazuri, bali itaulizwa na chanzo cha pesa zako umezipata vipi. inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. sisi tuliziweka amana mbinguni, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, tuliziweka amana mbinguni na ardhini na katika majabali. Chukueni hivi viumbe vyangu watukufu amana hizo, faabaina an yahmilnaha, mbingu na ardhi pamoja na majabali vikakataa kwa Allah kuchukua amana zile. Sio ibaa kwa maana ya maasi, isipokuwa ni ibaa ya khawfu al-mas'uliyya. Walikataa mbingu na ardhi na majabali sio kwa kuleta ujeuri kwa Allah, isipokuwa waliogopa majukumu hayo mazito kwao. Wa hamala al-insan, amana zile akaenda kuzichukua mwanadamu. Ya Rabbi, umekwenda kutubebesha amana hizo, hali ya kuwa mwenyewe unasema innahu kana dhaluman jahula. Unatuambia kabisa sisi binadamu ni wengi wa kudhulumu na ni wengi wa ujinga, afu umeenda kutubebesha amana hizi. Ya Rabbi, amana hizi akaenda kuzichukua mwanadamu. Milima, mbingu na ardhi ziliogopa masuhulia ya amana. Mwanadamu kama alivyokuwa desturi yake somba akaenda kuzibeba zile amana, akajiaminisha kama naweza. La tasal imara, mtume anasema usiombe kupewa uongozi, fa innaha takunu nadamatan yawm al-qiyama, kuomba kwako kupata uongozi atakuwa ni majuto kwako siku ya kiyama. Wa innaka in utitaha bila mas'ala, anasema alayhi salatu wassalam, ukipewa uongozi bila wewe kumnyanyia uongozi, waanta alayhi, Allah atakujalia msaada kutekeleza uongozi. Wa in u'tita bi mas'ala, ukipewa uongozi kwa kuomba, wukila ilayhi, uongozi utakuwa umesalitishiwa juu yako. Ikhwani fil iman, kwa nini mimi nimezungumza hutuba hii leo na nitaendelea kuzungumza hutuba hizi kipindi hiki? Kwa sababu nimeona hali tuliyonayo ni hali mbaya sana. Watanzania, kwa nini mmeweka nafsi zenu rehani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa nini mmekuwa mnatenda bila kuhofu kwamba mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama?
Nilitoa hutuba hii Masjid Dar al-Hadith unaniwa Ijumaa iliyopita. Chini ya anwani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tataati sanawatu khud'at, itafika zama za watu waongo, yusaddaqu fihinna al-kadhib wa yukadhabu fihinna al-kadhib wal asadiq. Miaka hiyo watu waongo, mtu mkweli atafanya muongo na muongo atafanya kuwa ni mkweli. Wa yutamanu al-kha'in wa yu'manu al-kha'in. Yani siku hizo mtu mwaminifu atafanywa ni mtu wa khiana, na mtu wa khiana atafanywa kuwa ni mwaminifu. Wayamtuku fiha ruwaidha, mzungumzaji wa jambo la jamii siku atakuwa ruwaidha. Mtu mpumbavu ovyo ovyo ndio atakuwa msimamizi wa mambo ya jamii, atakuwa mzungumzaji. Nyakati za waongo, hakuna amana, watu hawaofu masuhulia mama Allah siku ya kiyama. Ikhwani, hivi mnavyoviona vinaendelea, vinapita na nini, mfano kama hizi barabara hizi ni mali ya Watanzania. Ukienda kuharibu ile barabara umewadhulumu Watanzania wote. Sasa barabara hizi zinajengwa kutokana na kodi ya Watanzania. Hivi inakuwaje Mtanzania anakwenda kupiga mabasi ya mwendokasi mawe wakati hizi ni mali za Watanzania? Ujasiriwa na utoa wapi? Na inakuwaje watu wamechaguliwa kwa ajili ya dhamana kuendesha wepesi wa usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kutoka nyumbani kwenda kazini, kutoka nyumbani kwenda msikitini, kutoka nyumbani kwenda kwenye shughuli za kijamii? Hali ilikuwa mbaya sana usafiri. Baadhi ya viongozi wakafikiria au walishauriwa, wakaona kutengeneza mifumo ya gari za mwendokasi itapunguza adha hizi. Mtu anapewa dhamana na rais, simamia hizi basi. Eti baada ya muda inaonekana kwamba zile basi hazina maingizo. Mbona basi zikienda zimejaa, zikirudi zimejaa, pesa zinaenda wapi? Hivi kwa nini mambo yote ya serikali yanayumba? Kwani serikali ni nani? Serikali si mimi na wewe. Kwa nini kila kitu ambacho serikali imewekeza hatuendelei? Mnataka aje malaika asimamie hivi vitu? Kwa nini tumekuwa waongo? Kwa nini tumekuwa wezi? Sasa dosari ya sehemu moja inakwenda kuambukiza matatizo sehemu nyingi sana. Watu wamepewa dhamana, simamieni mwendokasi. Wameshindwa kusimamia majukumu yao, wanawafanya raia wa kawaida wawe na hasira kwenda kupiga mawe. Dosari ya sehemu moja imeambukiza sehemu 2, 3, 4 na 5. Na masiku haya tutasikia mengi. Mpaka tarehe 29 tutasikia mengi. Al-fitnatu namatun la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitna imelala, Allah amlaani mwenye kuamsha fitna. Allah Waislamu hususan, Allah wa Tanzania umuman. Hii ndio eneo lenu la kuishi. Kama kuna uzuri ni wa kwenu, na kama kuna ubaya ni wa kwenu. Mkitaka kutengeneza mtatengeneza, mkitaka kuharibu mtaharibu. Mwaribu kwa dhamira zenu au kwa kushawishiwa na watu wengine, lakini hili litakaloharibika la kwenu. Nashawishiana kwenda kuharibu mali za jamii. Zimetumika gharama ngapi kutengeneza mali hizi? Kwa hiyo leo badala kuangalia tupige hatua tutengeneze kitu kingine kifuatacho ili tupige hatua maendeleo, tunarudi tena kwenda kukarabati kile ambacho tumetengeneza kwa sababu ya watu masufaha wauli wa sasa. Innaha mas'uliyya amama Allah yawm al-qiyamah. Wallahi satadhkuruna ma aqulu lakum. Haya ni masuhulia mbele ya Allah. Utakuja kukumbuka maneno yangu anaambia. Ulipopewa dhima usiwe mwongo. Inakuwaje basi zinakwenda zimejaa, zinarudi zimejaa. Alafu leo inatokea viongozi wanakuja kusema kwamba turudishe mfumo wa kutumia kadi za elektroniki. Kwa sababu inaonekana kununua tiketi kwa njia hii ya tiketi ya karatasi, pesa zinapotea. Zinaenda wapi? Nani anaiba? Hizi ni mali za jamii. Msijidanganye kusema kwamba hizi pesa za serikali hazina mwenyewe. Sio kweli. Afadhali ujue mtu mmoja, ukitaka kutubu unajua utaenda kutubu kwake mtu mmoja. Unapochukua mali za Watanzania wote, mimi pia umenidhulumu, utajipata wapi kuja kurudisha haki yako? Wewe pia atakuwa amekudhulumu, atakupata wapi kuja kurudisha haki yako? Ukishiriki kwenye uharibifu huu na uvunjifu huu wa mali za Watanzania, wewe pia nao utakuwa ni katika wadaiwa. Faliyakun ahadukum ibn adam al-maqtul
Position ya kila mmoja miongoni mwenu wakati wa fitna aliweka nafasi ya mtoto wa Adam aliyeuliwa. Watoto wa Adam walikuwa wawili, Kabili na Habili. Kabili alimuua mdogo wake Habili kwa sababu ya hasad. Sasa hawa wawili, mmoja ni mas'ul amama Allah na mmoja ni madhulumu atakayeenda kudai haki yake siku ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema chukueni position ya Habili, kwa sababu aliyeuliwa atakwenda kudai damu yake siku ya kiyama, aliyeua atakwenda kudaiwa haki ya mtu siku ya kiyama. Wewe kuwa kwenye nafasi ya kwenda kudai siku ya kiyama, usiwe katika nafasi ya kwenda kudaiwa siku ya kiyama. Siku hiyo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kama ambavyo tumetoka kabla na siku haya tukiwa kuna imani na amani, tunamaliza masiku haya kwa imani na amani. Changamoto za kimaisha tunazo kabla wakati wa uchaguzi, kama malalamiko tunayo kabla wakati wa uchaguzi. Kwa nini wakati wa uchaguzi walonga? Maisha tunaishi ni haya haya. Iwaje leo inaonekana kwamba hiki kipindi cha maisha ndio yamekuwa tatizo kubwa? Kwa nini? Na madai, nimalizie kwa kusema madai yenu mnaodai kwamba hakuna amani pasipokuwa na haki. Na waulizeni swali hili, na msinijibu mimi, nitaenda kumjibu Allah siku ya kiyama. Kwani siku hizi zote tunaishi kwenye amani au hakuna amani? Jawabu mnalo wenyewe. Je, tunaishi kwenye mazingira haki au hakuna haki? Mkisema kwamba leo hatuwezi tukadanganywa kwa amani, tukaacha kutetea haki, kwani kabla ya hizo haki zenu mngine mnazipata? Kama haki zenu mko mzipata mwanzo, mbona mliishi kwenye amani? Kwa nini onekane leo eti kwa sababu mnataka kadhaa basi bora tuvunje amani kwa sababu wote mnatetea haki? Kuna uwezekano wa kuwa na amani bila haki. Na mimi najua kwamba kuna madai mengi kwenye sehemu nyingi kwa watu mbalimbali, lakini bado amani inaendelea kuwa na madai yale mengine yanatekelezwa, mengine yanatekelezwa, siku zinaendelea. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.